Kuna ule msemo unaojulikana kwamba nitamtafuta kwa udi na uvumba. Unaujua uvumba? Wacha nikujuze ni upi. Uvumba pia tunaweza tukauita kwa jina jingine ubani. Huu ni utovu tu wa miti aina ya Boswellia. Miti hii haipatikani sana upande wa bara, lakini hasa katika upande wa pwani. Matumizi ya uvumba ni katika maeneo tofauti. Kwanza ni katika masuala ya kidini, lakini masuala ya nyumbani, masuala ya tiba za jadi, yaani kwa waganga wa kienyeji, lakini pia hata katika biashara uvumba hutumika sana. Mataifa ya kale ya Mashariki ya Kati yalitumia uvumba katika mahekalu. Kwa mfano wa Misri, Wayahudi na Waroma wa kale. Kutoka katika kawaida ya Uyahudi, lakini pia dola za Kiroma hutumia uvumba katika masuala ya ibada, hasa ibada za liturujia. Ukiachana na Waroma, lakini pia hata makanisa ya Kiorthodox hutumia zaidi. Tukiacha dola za Kiroma lakini pia Kiorthodox, Waanglikana na Waluteri baadhi yao hutumia uvumba, wengi wakiwa wanaendelea kudumisha ule urithi wa kiliturujia. Hii ni katika matumizi ya kidini, lakini vipi kuhusiana na matibabu ya jadi? Yaani kwa waganga wa kienyeji, wao wanatumiaje uvumba? Kwa upande wa waganga wa kienyeji hutumia uvumba kama tiba katika masuala ya kuimarisha kumbukumbu za binadamu, lakini hasa katika kutibu ugonjwa wa jongo. Matumizi mengine zaidi, uvumba hutumika na Wamisri wa kale kwa ajili ya kuhifadhia maiti, yaani miili ya marehemu ili isiharibike. Tukiachana na matumizi ya nyumbani, ibada na matibabu, uvumba pia ni sehemu kubwa inayomilikiwa na watu matajiri, yaani wafanya biashara. Imekuwa fursa kwa watu wengi wanaotamani kufikia. Miti aina ya Boswellia hustawi zaidi katika maeneo ya Yemen, Oman, Somalia, Ethiopia, lakini pia maeneo ya Bahari ya Hindi. Haistawi sana katika maeneo yenye rutuba nzuri ya udongo wala maeneo yenye watu wengi, na hivyo kutokea kuwa bidhaa yenye thamani kubwa na inayotafutwa kwa wingi duniani. Na katika Injili za Kikristo, uvumba pia umetajwa kutumika hapo zamani za kale, pale ambapo mamajusi walitumia uvumba na manemane kama zawadi kwa mfalme wa Bethlehem. Tuambie, unautumiaje uvumba hapo nyumbani kwako? Ama unaufahamu katika matumizi yepi? Langu jina ni Nesta Masangula. Tukutane tena wakati mwingine.